Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanga, lakini katika siku ya leo nitashirikiana na mchungaji Musa Mika pamoja na mchungaji Benedicto James, ambapo tutakuwa sambamba kabisa kuweza kujadili huu mwongozo wa kuweza kujifunza Biblia. Na ni kukumbushe mpendwa mtazamaji na msikilizaji ya kwamba hili ni somo letu la mwisho kabisa katika robo hii ya tatu katika mwaka 2025, ikiwa ni somo la 13, na leo tutajadili kuhusiana na maskani. Na ni kuombe mchungaji uweze kutupatia ombi, mchungaji Musa Mika, kabla ya kuweza kuendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Karibu sana mchungaji Musa Mika. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, muumbaji wetu, tunakushukuru kwa kutupatia fursa nyingine tena ya kuja kujadili neno lako. Tuomba Baba utakase mawazo na ndimi zetu. Tutumie kama vyombo kuleta yale ujumbe ulio nao kwetu na kwa watu wako wanaotazama na kusikiliza. Uwabariki wataalamu wetu wanaoshughulika katika mitambo. Tuomba Baba, jina lako litukuzwe katika mjadala wa leo, katika jina la Yesu. Amina. Amen. Amen. Ninashukuru sana mchungaji Musa Mika, lakini pia niukaribishe pia mchungaji James Benedicto. Karibu sana. Shukrani. Tulikumisi katika masomo kadhaa, na mimi mchungaji Mika, karibu sana. Asante sana. Mchungaji Mika pamoja na mchungaji Benedicto, wote hawa wanatokea katika nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH, katika ile idara ya uhariri. Na sasa tunasonga mbele moja kwa moja tukiwa katika somo la 13, maskani. Ukiangalia pale katika mwongozo wa kujifunza Biblia na kuonyesha hivyo. Lakini kabla sijaendelea na somo hili la leo la 13 kuhusiana na maskani, ni kukumbushe mpendwa mtazamaji na msikilizaji ya kwamba tunamaliza robo hii na tunakwenda katika robo ya 4 ya mwaka 2025. Hapo tunakwenda kufunga mwaka 2025. Basi funga mwaka vizuri. Tunakwenda katika mwongozo na tutakuwa na mwongozo ambao unazungumzia kuhusiana na Yoshua kama unavyoona hapa. Huu ni mwongozo katika robo ijayo. Na habari njema ni kwamba katika mwongozo huu sasa umeshatawanyika katika nchi nzima, nchini Tanzania, hata nje ya nchi pia unaweza kupata mwongozo huu. Na ninakusihi ili tuweze kuwa sambamba katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, pata mwongozo wako mapema uweze kuupitia, tuweze kujifunza sote huu mwongozo wa kujifunza Biblia. Baada ya kuzungumza hayo, basi moja kwa moja twende katika somo hili la maskani. Na mchungaji Benedicto, unajua hili ni somo la mwisho la 13. Na ningetamani tu msikilizaji na mtazamaji aweze kupata japo muhtasari wa kile ambacho tunaweza kujifunza katika robo hii ya 3 hii. Na tutapata huu muhtasari, nitakuomba mchungaji Benedicto utaweza kutupatia muhtasari kuanzia somo la kwanza mpaka la 6. Lakini pia mchungaji Mika vivyo hivyo somo la 7 mpaka somo la 12 utatupatia muhtasari ili tuweze kuelewa vizuri hasa robo nzima hii nini hasa ambacho tumeweza kujifunza kwa ufupi. Tuanze na mchungaji Benedicto. Karibu sana. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Tumekuwa na safari nzuri sana katika kitabu cha Kutoka. Kuanzia lile somo la kwanza lililokuwa linasema ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa. Na hili somo lilituambia kwamba Mungu yuko daima na watu wake. Haidhuru wako katika hali gani. Watu hao waliokuwa wanakandamizwa, wanateseka, wanalia, kilio kilifika kwake. Na ana mpango wa kutoa katika nchi ya Misri au katika nchi ya ahadi ambayo aliwaahidia. Lakini tuliona namna ambavyo Mungu anahifadhi Musa kwa majaliwa yake, ambaye alizaliwa wakati wa tangazo la kifo kwa watoto wote wa kiume wa Kiebrania waliozaliwa Misri kwa wakati ule, kwa sababu ana kazi muhimu ambayo Musa ataifanya, kuongoza watoto wake kwenda katika nchi ya ahadi. Kwa ufupi hilo lilikuwa ni somo la kwanza. Lakini somo la pili tuliona habari ya kichaka kinachowaka moto. Mungu anakutana na Musa katika kinachowaka lakini hakiteketei. Mungu anajitambulisha kwake na anamfunulia mpango wa kuwakomboa watu wake wanaolia na kukandamizwa. Lakini inaonekana Musa alikuwa tayari alipokuwa Misri, kabla ya kuwa alikuwa tayari kuifanya kazi hii. Lakini baadaye anakimbilia Midian baada ya kuwa, na Musa anaonesha ugumu
anatoa hata visingizio kadhaa za kutokwenda, lakini hata hivyo Mungu alimwezesha, alimuongoza na kukubali wito huu na hatimaye alikwenda. Somo la 3 lilikuwa linazungumza juu ya mwanzo mbaya. Musa anaenda kwa Farao kwa mara ya kwanza na ujumbe wa Bwana, waache watu wangu waende wanitumikie. Lakini sasa Mungu amemsaidia Musa, ameacha visingizio, amejitambulisha kwake vya kutosha, amefanya hata ishara na maajabu kwa njia ya fimbo yake na kwa mkono wake wenye ukoma. Anaenda kwa ujasiri, lakini anapofika kule anakatishwa tamaa. Farao anagoma kuwaruhusu watu waondoke, na hili lilimuumiza sana Musa moyo, na akakatishwa tamaa kwa sababu Farao alikataa kuwaruhusu watu waende. Katika kazi ya Mungu wakati mwingine unaweza kukwama pia, lakini hata hivyo Mungu ana mpango mzuri zaidi katika kazi yake. Tuliona somo la 4 liliokuwa linazungumza mapigo, na hapa tuliona mapigo 9 katika kitabu cha Kutoka. Moyo wa Farao ni mgumu sana, hataki kuruhusu watu waende. Inabidi Mungu afanye jambo ili kuvuta usikivu wa Farao, na kwa njia ya mapigo anachotaka Mungu kufanya ni kujifunua kwa Farao kwamba yeye ni Mungu mwenye uweza wote, ni Mungu mwenye enzi yote, ni Mungu mkuu dhidi ya miungu, kuliko miungu yote ya kipagani ya dunia na hasa ya Misri. Lakini tuliona somo la 5 lililokuwa linasema Pasaka. Na hapa tunaona inabidi Mungu aruhusu pigo lingine la mwisho ili Farao awaruhusu watu wake waondoke. Ni pigo la kufa kwa wazaliwa wa kwanza katika Misri, wa wanadamu na wa wanyama pia. Maana moyo wake umedumu kuwa mgumu sana, ila anataka watu waondoke Mungu, na wakati pigo linaandaliwa lije, anawaandaa watu wake. Watu wa Mungu wa Israeli inabidi wajiandae, wachinje mwanakondoo, wapake damu kwenye miimo ya milango, wale mnyama huyu mwanakondoo kwa kumuoka, wakiwa tayari kwa ajili ya safari, kwa sababu ni usiku wao wa mwisho kuondoka. Huyu mwanakondoo na damu yake aliwakilisha Yesu Kristo, ambaye hatimaye angekuja kuwa Pasaka yetu, mwanakondoo aliyechinjwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu wote. Lakini somo la 6 lilisema kupitia bahari ya Shamu. Hatimaye baada ya pigo la 10, Farao inabidi aruhusu watu wao waondoke kishingo upande hivyo, lakini inabidi, maana ufa kwa wazaliwa wa kwanza wote, kuna msiba nchi nzima, anaruhusu waende. Na tunaona tukio adhimu, tukio bora la kuvutia kuliko matukio yote katika Agano la Kale, tukio la Kutoka, linalotupa tu angalau tamanio la kupata tukio lingine bora zaidi ya Kutoka, linalotuletea ukombozi wanadamu wote, tukio la msalaba, ambao hatimaye tulipata Yesu alipokufa pale. Lakini tunaona watu wa Mungu wakivuka bahari ya Shamu. Jeshi la Misri linaangamizwa na wanaimba wakimsifu Mungu na kumshangilia kwa ushindi wao mkuu ambao Mungu amewapatia ng'ambo ya bahari ya Shamu. Kwa ufupi, haya ni masomo 6 tuliyoyaona katika kitabu cha Kutoka. Asante sana mchungaji Benedicto. Twende kwa mchungaji Mika, somo la 7 mpaka la 12. Asante mwenyekiti. Somo la 7 lilizungumza juu ya mkate na maji ya uzima. Ndio. Wamevuka bahari, Mungu anawapa mazingira kidogo ya kukua. Maji ya shida yanaonekana kuwa changamoto, alafu pia wanaonekana kuhofia chakula. Walipaswa wakumbuke kwamba Mungu ndiye aliyewatoa Misri na ameahidi kuwafikisha. Ndio. Lakini hawakuwa wameishiwa kabisa, ila waliona kama anaweza akasahau. Kwa hiyo wakaanza kunung'unika. Basi lakini tuliona katika ile somo kwamba Mungu aliwapa maji, Mungu aliwapa mkate, Mungu aliwapa ule mkate uliokuwa unashuka kutoka mbinguni, walipata hata na nyama ya kware. Na Mungu alitumia hizo kuwafundisha pia juu ya kutunza Sabato, ili tukumbusha mwenyekiti kwamba tunaposafiri na Mungu, tukitindikiwa tumtazame tu, tumwambie hatuna maji. Usinung'unike. Mwambie inaweza kuwa inauma, lakini subiri, hata chelewa, maana hana upungufu katika hayo. Somo la 8 mwenyekiti lilikuwa agano kule Sinai. Katika fungu la kukariri la somo lile, Mungu alikuwa amewaambia, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu,
Hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwa makabila yote, maana dunia yote pia ni mali yangu. Mtakuwa kwangu ufalme na makuhani na taifa takatifu. Vitu vitatu Mungu aliwatarajia sasa waishi maisha matakatifu kama wakimkubali kujisalimisha kwake. Lakini pia aliwategemea wawe vyombo vya kuwafanya wengine wamjue. Na pia alitegemea wawe ndio tunu ambao watu wakiwatazama wajue tabia ya Mungu. Walipewa amri za Mungu pale. Na moja ya vitu hivyo nifurahisha ni kwamba mwandishi alikuwa ameziandika zile amri kwa kutumia maneno kumheshimu. Kuheshimu Mungu, kuheshimu utu, kuheshimu siku yake ya ibada. Lakini mahala pengine alionyesha kwamba zile amri kumbe zinaweza kutazamwa kama ahadi. Baadaye ya kusema usiwe na miungu mingine, anasema hutakuwa na miungu mingine. Kwa sababu ukiwa umeshajisalimisha kwa Bwana na namna ya kukuwezesha kuishi sasa kulingana na hiyo. Hutaona haja ya kuwa na miungu mingine wala kuvunja hayo, lakini zilikuwa zinafunua tabia yake. Somo la 9 mwenyekiti lilikuwa linazungumza kuishi kulingana na sheria. Pamoja na Mungu kuwapa amri 10, Mungu aliwapa kile tulichoita kanuni za agano. Ambazo siku hizi wanaziita regulations, zile kanuni zilizorahisisha sasa utendaji wao. Shauku yake ilikuwa ni kwamba alitaka wawe watu tofauti, wadhihirishe uzuri wa mbinguni. Zile sheria na toka mfano ile nasema jino kwa jino, jicho kwa jicho. Wengine wanaweza kujaribiwa kuzifasiri kama Mungu alikuwa anataka hamasisha watu kulipiza kisasi. Lakini tafsiri yake tuliona kwamba Mungu alitaka mtu anapofanya kosa wale waamuzi wazifuate zile sheria, kosa liadhibiwe kulingana na uchungu ambao ulisababishwa, alafu pia kwa huruma au kwa kulingana na haki ambayo ilipaswa itendwe. Kwa hiyo tuliona zile sheria ambazo Mungu aliwapatia. Somo la 10 mwenyekiti, mpango makini wa Mungu. Katika hii ninaweza kusema kwa ufupi kwamba Mungu kwa mara nyingine tena aliwaita wathibitishe lile agano. Na nilifurahishwa lilivyothibitishwa, hasa baada ya Musa kusoma zile sheria, zile kanuni za agano. Baadaye watu wakasema tutazitenda. Musa akaziandika. Baadaye asubuhi na mapema wakatengeneza madhabahu na vijana wakamata kafara ikatolewa, akachukua damu akanyunyiza kwenye madhabahu, lakini pia akawanyunyizia watu. Ile nadhani kivutio kilikuwa ni ile sherehe ambayo Mungu aliwaandalia wale wazee 70 na kitu ambao na 3 ambao walikuwa wamepanda kule juu mlimani, ambao Biblia inasema walimuona Mungu uko kwenye miguu yake. Mwenyekiti, somo la 11 lilikuwa juu ya wasi na maombezi, ambapo tuliona kwamba pamoja na kwamba wametoka kufanya makubaliano na Mungu, Musa alipokawia siku 40 walimkamata Haruni akatengeneza ndama na maskini watu wakatoka wakacheza wakala na wakaabudu hiyo miungu mingine. Tuliona ubaya wa sanamu zinatushusha mno, lakini tuliona kwamba kumbe Haruni angeweza kusimama kama kiongozi akaokoa watu wale wasiangukie katika ile shida. Tuliona rehema za Mungu. Baada ya kuangamiza anamwambia Musa, nenda ukawaone. Na bado tunaona Musa akifanya sehemu yake, akimlilia Mungu kwamba kwa niaba ya watu wake ikibidi yeye Musa aangamie na wao wapone. Somo la 12 mwenyekiti tuliona lilikuwa linasema na kusihi unionyeshe utukufu wako. Musa amekuwa karibu sana na Mungu, na kadri anapokuwa karibu ndivyo anavyotamani kuwa karibu zaidi. Ndivyo anavyotamani kumjua zaidi, ndivyo anavyojiona kama ni mpungufu zaidi, ndivyo ambavyo hataki aachane na Mungu. Na tukaona kwamba kumbe tukijisalimisha kwa Mungu kabisa, ana uwezo wa kutufanya kama alivyomfanya Musa. Maana hata wakati fulani Musa alishuka uso unang'aa. Hata kama za kwetu zising'ae, lakini watu wataweza kuona uzuri wa tabia ya Mungu katika maisha yetu. Naam. Asante sana mchungaji Mika kutupatia huo muhtasari wa somo la 7 na la 12 hapo kwa ufupi. Ukiunga hapo mchungaji Mika, maana somo letu linakwenda kwa mtiririko, ni kama tamthilia vile. Nini hasa mada kuu ya somo hili na nini hasa tunachokiangazia katika somo la juma hili
japo tu kwa mtupo wa jicho ambapo tayari nilikuwa nimekwisha kulitambulisha kuhusiana na maskani hasa. Bila shaka leo tutakuwa mikariri ile fungu la kukariri. Karibu sana mchungaji Mika. Asante. Bila shaka tukija robo ijayo nitakuwa na uwezo wa kukariri. Maana ninapaswa leo la kukariri. Mwenyekiti, mada kuu ya somo hili ambalo lina kichwa kiitwacho maskani, ndio ukurasa wa 170 unasema ni kuwepo kwa Mungu. Mungu aliwataka waijenge ile maskani ili ajidhihirishe wazi zaidi kwao na kwamba akae katikati yao. Alitaka kuwa karibu nao ili waweze kuona udhihirisho wa utukufu wake. Kwa hiyo kimsingi leo tutakuwa tunatazama hiyo. Hata hivyo kuna vitu vichache naweza nikavisema. Kwamba shauku ya Mungu ni kuishi kwamba watu wake wajenge mahusiano naye. Ndio. Wamtumikie Mungu, wamwabudu na kumtumikia. Mungu anapokuwa karibu na sisi, maana yake inatusaidia kujenga mahusiano, inatusaidia kumwabudu, inatusaidia kutupatia nafasi ya kumwabudu, kumtumikia, lakini inatupatia nafasi ya kufunua uzuri wake kwa watu wengine. Niligundua kwamba dhambi inatutenganisha. Ndio. Inatufanya tumkimbie kama Adam na Hawa walivyokimbia kwenye bustani ya Eden. Ndio. Lakini kinachofurahisha ni kwamba Mungu anakuwa wa kwanza kutafuta njia ya kuturudisha. Pamoja na kwamba tumekimbia, yeye ndo anakuja na unamsikia akisema Adam uko wapi? Na kwa hiyo katika somo hili sisi wajibu wetu tutakao utazama mwenyekiti ni kudhihirisha kwa usahihi tabia ya Mungu. Imepotoshwa, watu wanadhani haifai kukaribiana naye. Lakini yeye anataka akae, aweke makao yake katikati yetu. Na ili kuliweka hilo tutatazama hema hii. Hema ilikuwa na labda vitu niseme vitatu kwa haraka. Kimoja kinaonyesha ukaribu wa Mungu na mwanadamu. Maana Mungu anaweka hema kati yao ili akae katikati ya watu wake. Lakini cha pili inatuonyesha pia jinsi Mungu anavyotuokoa pale tunapokubali kuja kwake kwa imani. Tutayatazama haya kwa upana. Asante sana mchungaji Mika kwa kutupa japo kwa mtupu wa jicho kile ambacho tutaweza kukiangalia katika somo hili la 13. Ni rejea tena kwako mchungaji Benedicto. Kuna ukweli gani hasa kuwa sabato ya siku ya saba haikuwa ya Wayahudi pekee? Utatueleza hicho kitu pia kwamba kweli ni watu wa Wayahudi pekee, lakini sasa tafadhali hebu tueleze japo tu kwa muhtasari ujumbe ulio katika kiini cha sabato sasa hii yenyewe. Karibu mchungaji Benedicto. Naam, asante sana mwenyekiti. Ndio. Mshukuru pia Pastor Mika kwa ajili ya utangulizi wa mzuri aliotuwekea. Katika hoja ya sabato kuwa ni ya Wayahudi pekee ni jambo linalofikirisha sana kwa sababu watu wengi wamejenga hoja, lakini ni hoja ya uongo, wakiipinga sabato ya siku ya saba. Na wanapodai kwamba ni ya Wayahudi inashangaza kwa sababu sabato inatengwa na kutakaswa mwanzo. Wiki ya kwanza, juma la kwanza la uumbaji, Mungu anaitenga sabato na kuitakasa. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 1 hadi la 3 inatuambia habari ya Mungu kumaliza kazi yake yote na siku ya saba anastarehe, anapumzika, anaitakasa siku ya saba. Ndio. Na waliokuwepo ni watu wawili tu, Adamu na Hawa, ambao sio Waebrania. Kwa hiyo ukisema kwamba sabato ni ya Wayahudi au Waebrania ambao hawakuwepo mwanzo sabato ikiwa inaanzishwa, hiyo hoja sio hoja ya kweli. Na hata Yesu anakuja kuthibitisha akiwepo katika mwili anapozungumza katika kitabu cha Marko sura ya 2:27 anasema sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu. Ndio. Sasa unaposema ni ya Wayahudi, ina maana unasema Wayahudi pekee ndio wanadamu, sisi sio wanadamu. Lakini sabato ni kwa ajili ya yeyote anayetambua kwamba yeye ni mwanadamu aliyeumbwa na Mungu. Kwa hiyo napenda tu kumkaribisha mpenzi msikilizaji na mtazamaji katika kuishika sabato ya Bwana kwa sababu ni kwa ajili ya kila mtu aliyeumbwa na Mungu. Lakini watu wanaendelea, wengine wanasema kwamba sabato wa Waebrania walisikia kwa mara ya kwanza
ilipotolewa kama amri katika mlima Sinai. Lakini ukiangalia nyuma zaidi, wamevuka bahari ya Shamu, wamefika pale Mara, wakatoka Elimu. Kati ya Sinai na Elimu kuna mahali panaitwa Bara ya Sini. Pastor Mika alipagusia, waliponung'unika wakitaka chakula, wakapewa kwale na mana. Kwa habari ya mana walielezwa, na ni kitu ambacho wanaambiwa sio kana kwamba wanasikia kwa mara ya kwanza, ni kana kwamba wanakumbushwa. Siku 6 wangeokota mana, ule mkate uliotoka mbinguni kila siku kwa kadri mtu alivyoweza kula, lakini siku ya Ijumaa wangeweza, hiyo siku ya 6, kuokota mara 2 na kuhifadhi portion nyingine kwa ajili ya Sabato. Na akikuharibika, wengine wakatoka kwenda kuitafuta siku ya Sabato, hawakupata na Mungu akakasirika. Inaonesha kwamba hata kabla ya Sinai Sabato kutolewa kama amri, wana wa Israeli walijua habari ya Sabato. Kwa hiyo habari kwamba Sabato ni kwa Wayahudi, na mara wengine wanasema Wayahudi walikuja kuisikia Sabato pale Sinai wanapopewa amri, ni hoja za uongo zisizo na msingi katika maandiko matakatifu. Sabato ilikuwepo tangu mwanzo, ni kwa ajili ya watu wote. Na tunazungumza habari ya maskani au patakatifu. Na katika ujenzi au muktadha wa ujenzi wa hema takatifu, hasa tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 35 ile aya ya kwanza hadi ya 3, natamani tusome pale Kutoka sura ya 35 ile aya ya kwanza hadi ya 3. Inasema maneno haya: Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia maneno aliyohusia Bwana ni haya, na kwamba myafanye. Naomba nirudie. Nasema Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuwaambia maneno aliyohusia Bwana ni haya, kwamba myafanye. Fanyeni kazi siku 6, lakini siku ya 7 itakuwa ni siku takatifu kwenu, ni Sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana, na mtu awaye yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato. Wana wa Israeli hapa wanakumbushwa hata wakati wa kazi muhimu sana ya ujenzi wa hema takatifu, wanaambiwa siku ya 7, siku ya Sabato. Pamoja hii ni kazi nzuri muhimu ambayo Bwana ndiye ameianzisha, ila mtastarehe kabisa katika Bwana. Hamtafanya kazi. Atakayefanya kazi atauawa. Na wala hawatawasha moto katika nyumba zao. Inasisitiza utakatifu wa Sabato kabisa, pasipo kuacha nafasi yoyote ya kuitumia kwa kazi nyingine. Unajua wakati mwingine naangalia, nilisikia mtu akisema, jamani, mimi siku ya Sabato ndio huwa ninachoka sana. Nikagundua kwamba hata siku ya Sabato sisi tunaodai kwamba ni watunza Sabato, tuna vishughuli vingi vinavyofanya hatupumziki na kustarehe katika Bwana kama fungu linavyosema. Tunafanya shughuli kana kwamba tunazifanya kwa Bwana, kumbe tunafanya kinyume na Mungu anavyotaka tupumzike na kustarehe. Lakini kiini cha Sabato na ujumbe wake ni nini? Ni Mungu mwenyewe, kwamba Mungu ni nani na matendo yake makuu ni yapi. Kiini cha Sabato natupeleka kwenye matendo yake makuu ya uumbaji pamoja na wokovu. Na inaelekeza umakini wetu katika Mungu huyu anayetamani sana kukaa na watu wake. Mungu anataka kukaa na sisi. Na hivyo Sabato mtunzi huyu anatupatia muhtasari wa mambo 5 ambayo inatupatia mwelekeo wa utunzaji wa Sabato. Anasema Mungu ndiye muumbaji. Na katika kitabu cha Mwanzo pale mwanzoni kabisa inaanza na tamko kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na kumbukumbu dhahiri ya uumbaji wa Mungu kama muumbaji inapatikana katika Sabato. Nilisema lile fungu la Mwanzo sura ya 2 fungu la 1 hadi la 3, lakini pia katika Kutoka sura ya 20 fungu la 8 hadi 11. Katika ukweli huu wa Mungu kama muumbaji ndipo kweli zingine zote za Biblia zinapojengwa. Lakini tunapozungumza habari ya Sabato tunazungumza habari ya Masihi ambaye atakuja, na kwamba dunia yetu haijaachwa na Mungu aliyeiumba itawaliwe na muovu yule Shetani, kwamba Shetani awe mtawala milele. Hapana, kwamba Mungu alikuwa anakusudia katika Sabato kwamba ipo siku ambapo Yesu angekuja na kuzishinda kabisa nguvu
za uovu, nguvu za kuzimu. Na tunapokuja katika ibada kila siku ya Sabato, tunakuja katika ushahidi kwamba siku moja ulimwengu wetu pia utaumbwa upya, utafanywa upya. Mungu atarejesha kila kitu na kuleta ule ukamilifu uliokuwepo katika Edeni kabla ya dhambi. Lakini pia nasema Mungu atausimamisha ufalme wake, na Sabato ni muonjo wa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu huu atakaa na watu wake milele. Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21. Ufalme huu Mungu atakaa na watu wake kabisa. Na tunapokuja kwenye Sabato, kila siku ya Sabato inapokuja, tunapata muonjo wa kukaa na Mungu. Ni saa 24 za kukaa na Mungu na kustarehe na kumwabudu, tukimsikiliza lakini tukimpa mahitaji yetu. Tunaomba kile ulicho nacho moyoni mwako, mzigo wote mzito, hitaji lako fulani. Siku ya Sabato ni siku ya kupeleka kwa Mungu. Lakini Sabato inatupa picha ya wokovu unaotoka kwa Bwana. Ni ishara ya wokovu kwa njia ya neema, sio kutokana na kazi tunazoweza kufanya. Sabato ni ukumbusho kwamba Mungu anatuokoa kwa neema yake pekee na sio kitu kingine. Lakini jambo la mwisho ambalo tunapata katika mambo haya ya matano ambayo tunaelezwa kuhusu Sabato, kwamba Mungu ndiye mwamuzi wa mwisho wa watu wake. Wale wanaodumu kumkataa au kumdharau na kumkana hawatafanikiwa, lakini anawapa uzima wa milele bure wale wanaomfuata. Ndio. Huo ndio ujumbe wa Sabato, hasa tukilinganisha na patakatifu ambapo mwelekeo wake ni mmoja, kwamba Mungu anataka kukaa na watu wake. Naam. Ninashukuru sana Mchungaji Benedicto, na asante sana mpendwa msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi na kutegea sikio pamoja na kututazama. Na tunakwenda mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko haya mafupi tutaweza kurejea tena. Endelea kubaki nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, karibu tena. Tumeweza kurejea katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Mika, hebu sasa tugeukie ujenzi wa hema ile takatifu ile. Tunajifunza nini hasa kuhusiana na jinsi wa Israel walivyoshiriki katika ujenzi ule wa hema ile takatifu? Karibu sana Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Ndio. Kwanza nikiri nimefurahi pastor alivyoeleza kwa kina na juu ya Sabato. Kiini chenyewe. Kati ya kizungumza nikawa nafikiria Mungu anataka kukaa kati yao, na Sabato ni shauku ya Mungu kukaa na watu wake. Wengi hawajui kwamba kusudio la Mungu kusema tuwe na Sabato ni kwamba anataka muda wa kukaa na sisi. Kama ingekuwa lugha hiyo, basi muda wa kutoka na sisi kidogo, twende outing. Ni outing ya Mungu na watu wake. Baada ya kazi nyingi za siku. Na ndio maana haitakiwi ujichoshe. Ukijichosha kwenye Sabato unamuibia Mungu muda wake. Ni sawa na umetoka na mke wako wa Mheshimiwa Tanda. Umesema ngoja twende hapa Dubai kidogo. Alafu ukifika kule unasema nimekuja kula. Sasa nifikiri tunatembea kidogo kwenye mitaa na mume wangu angalau nimfurahie. Sasa mwenyekiti, kama ulivyosema hema takatifu, nisome aya ya 4 sura ya 35 ya Kutoka. Kisha Musa akanena na mkutano wote wana wa Israeli, akawaambia, neno hili ndilo aliloliamuru Bwana, akisema, katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtoaye yote aliye na moyo wa kupenda ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo
na mbao za mhita na mafuta. Kwa hiyo na maelezo yanaendelea mpaka sura ya 36 mstari wa 7. Mwenyekiti, moja ya mambo yanayofurahisha ni kwamba Mungu sasa anaelekeza ujenzi wa hema. Ndio. Hema takatifu au hema takatifu au kama inavyotajwa pia kama maskani. Ile aliyomwambia Musa kwamba mnitengenezee patakatifu nipate kukaa kati yenu. Katika sura ya Kutoka pale 25 mstari wa 8. Lakini Mungu angeweza kuamuru ikatokea. Ndio. Angeweza kusema tu, sogeeni nitengenezeni eneo hapo Musa. Mwambie watu warudi nyuma, waache nafasi katikati. Alafu ambia anzeni kuimba, waanze kuimba itokee tu. Hiyo hapo. Lakini cha pekee Mungu hafanyi hivi. Mungu amechagua kutushirikisha katika mambo ambayo kwa kweli ni matakatifu ili tufanye na yeye. Ni kana kwamba tunapofanya naye ndipo tunapoendelea kumuona, kugusana naye, kufurahia kufanya naye, kuona uzuri wake na uwezeshaji wake. Wakati ni mwanangu akiwa mdogo, mwanangu wa kwanza, siku hizi naona mkaka mkubwa, daktari, lakini basi akiwa mdogo siku moja alikuja nyumbani akanikuta ninapika. Pale Kimara Temboni. Alikuwa hajawahi kuniona ninapika yule mtoto. Baba unafanya nini? Nikamwambia napika. Akasema okay. Sikujua baba wao anapika, lakini akasema tena hiyo hakusema muda huo. Akaniuliza, "Naweza kupika na wewe?" Nikamwambia, ndio. Sasa hajawahi kukata nyanya lakini bili niletee kisu. Akawa nakata. Na nani alikuwa darasa la kwanza au alikuwa tuka. Zoezi lile la kufurahi. Tulipika pamoja na kile chakula ingawa kilikuwa kingi tulikila. Yaani hakutukubakiza chochote. Raha ile ya Mungu kutushirikisha. Ingawa yeye ndiye anayetuwezesha, lakini kwa kufanya tunaona uzuri wake, tunagusana naye, tunafurahi, tunajisikia kama tumeshiriki, lakini raha nzima ni hiyo ya hivyo. Katika kisa hiki, mwenyekiti, na swali ambalo umeliuliza, kuna vitu vichache vya kusema. Moja, Mungu anawataka watoe. Lakini wanatoa wapi? Maana ni wasafiri tu wa njiani. Tulijifunza katika masomo yaliyopita kwamba kule Misri aliwapa fadhila, alifanya wa Misri wawape vitu. Na waliwapa vitu vya thamani kabisa. Waliwapa, yani unajua Misri waliwapa kama wanasema chukueni mtoke haraka mtu. Wape chochote wanachotaka. Unajua kuona mume na mke wanakosana. Alafu mke anasema mimi nataka unipe ile nyuma, anasema chukua chochote. Yani uondoke. Ndivyo walivyofanya wale wa Misri kule. Ondoka, yani mimi sitaki lakini Mungu alikuwa anajua kuna mahala vitahitajika. Lakini bado Mungu angeweza kusema vile vitu nilivyowaambia mkachukua kule mvilete. Msivitumie ila mvilete sasa. Hawaambii hivyo. Musa au mafungo yanasema kila mtu ambaye moyo wake utampa kupenda. Ndio. Yani Mungu ndiye aliyewapa, lakini ona anavyowaambia ukijisikia wenda siku hizi tunatumia nguvu zaidi. Bia toa. Usipotoa utapata laana. Utabarikiwa. Sio na nini? Inaonyesha kwamba hauko karibu na Mungu. Hapa Musa anawaambia tu kila mtu ambaye moyo utampa kupenda alete, na vitu mtakavyoleta ni hivi na hivi na hivi. Na inaonekana ni zoezi lilochukua muda kadhaa. Kwa hiyo watu wakaenda, wakaanza kuwa wanaleta vitu. Na ona walileta dhahabu, walileta fedha, walileta shaba, walileta nyuzi, walileta kila aina ya vitu kwa sababu walikuwa wameelekezwa vitu ambavyo vilikuwa vinahitajika kwa ajili ya ujenzi, na waliendelea kuleta. Inaonekana ilikuwa raha sana kwao. Walikuwa wanaenda, wanaleta mpaka inafika mahala watu wanamwambia Musa vimezidi. Waambie watu wasilete. Ungekuwa unaongoza kanisa hivyo. Yaani wanaleta na basi jamani. Ambaye hajaleta muishie hapo mpaka tena wiki ijayo. Walileta. Kumbe watu wakiruhusu Mungu awape
ukarimu, wanakuwa wakarimu. Yes. Walileta, hamna aliyelalamika, aliyenung'unika, aliyejiona nini. Lakini kitu kingine ambacho ni cha pekee, mwenyekiti, katika zoezi hili, Mungu hakufanya hicho tu. Mungu aliwapa roho wake. Na roho akawakirimia utaalamu wa ujenzi wa ile hema takatifu. Akamtangaza Oholiabu na Bezaleli kama ambao amewaita na amewapa ustadi huo. Lakini akasema na wengine wote walio na taaluma hizo, wenye watu wa cherehani, wa mama wanaoweza kufuma, wenye ufundi wa kuchonga sijui ni mawe au ni kufanya nini, wote tena nao wakaambiwa kila ambaye moyo wake unampa kupenda wakaja. Kitu kingine tunachojifunza hapa, mwenyekiti, ni kwamba kumbe Mungu sio kwamba hapa anasema roho alitokea kama Pentekoste, kukawa na ndimi za moto, watu wakanena kwa lugha. Mungu aliwapa utaalamu, ustadi ndani yao, nao wale wakautumia, wakashiriki katika kujenga hekalu. Naweza kusema Mungu anafanya vivyo hivyo mpaka leo. Mungu anatushirikisha kwenye kazi ya kuhubiri. Ukisimama kuhubiri unafikiri ni wewe unafanya, lakini kimsingi wewe ni chombo tu. Mungu ndiye anagusa mioyo na kuvuta watu. Mungu anatushirikisha kuleta zaka na sadaka kanisani. Mwingine anaweza kalalamika akasema tutafilisika. Mungu anasema mwenye moyo wa kutaka kupenda ndiye alete. Na wale walioleta hawakufilisika, maana Mungu anawaangalia. Mungu anatuonyesha hapa kwamba kumbe tukijiruhusu kutoa, watu wakatoa kwa mioyo iliyotulia mbele za Mungu, hatutalia juu ya upungufu wa fedha kwa ajili ya uendeshaji wa kazi ya Bwana. Amen. Asante sana mchungaji Mika, walitoa kwa hiari yao wenyewe. Mchungaji Benedict, bado tupo kwenye ile hema takatifu. Ya tuchezi mbali na hiyo hema takatifu. Kuhusiana sasa na ule ujenzi wa hema ile takatifu, ni vitu gani hasa 10 vilivyopaswa kuweza kuandaliwa? Lakini pia hasa ni somo gani hasa kuhusiana na Injili, au ni masomo gani hasa kuhusiana na Injili ambayo yanafundishwa kwa vielelezo kupitia hema hiyo takatifu, au ile hema ambayo walijenga? Karibu sana mchungaji Benedicto. Asante sana mwenyekiti, na mshukuru Pastor Mika pia kwa ajili ya huu utangulizi wa ujenzi wa hema hili ambalo ni muhimu sana. Na kilichonivutia ni kwamba ukiona Biblia imetumia sura nyingi sana kuelezea jambo, usidhani kwamba hilo ni jambo dogo. Kuanzia hiyo sura ya 34 ni habari ya hema, inazungumzwa karibia tunafika sura ya 39 mpaka 40 inazungumza habari ya hii hema takatifu. Na Mungu anatoa maelekezo ya wazi sana kuhusu maskani hii ambayo anataka ajengewe. Kwa nini Mungu atoe maelezo ya wazi kwa namna hii? Ni kwamba Mungu huyu ni Mungu anayejali mambo yote, hata kama ni jambo dogo kwa macho yetu, lakini kwake linaweza likawa ni jambo muhimu na kubwa sana. Lakini kwa sababu yeye ni Mungu wa utaratibu, yeye ni Mungu wa ukamilifu, yeye ni Mungu wa uzuri wote. Waliowahi kumwona hata katika njozi yeye mwenyewe, yeye ni mzuri sana. Na hakuna kitu chake kinachofanyika vibaya. Hata ulimwengu huu wetu wa baada ya dhambi bado una uzuri wa yule Mungu aliyeumba. Na sasa ile Eden tunayoitegemea itakayorejeshwa, kama ambavyo somo letu limegusia, ambavyo kwamba hata ile Sabato inatuambia kwamba ipo siku moja tutarejeshwa, tutaumbwa upya. Ukamilifu ule wa Edeni ya kwanza, uzuri, kila kitu kilikuwa ni chema. Kwa sababu hii hema ambayo inataka kudhihirisha kuwepo kwake katikati ya watu wake ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo inafanyika kwa ustadi, kwa uzuri wote. Anamwambia Musa anajenga hii hema. Sio kwamba ni yeye alikuwa anajenga, Mungu ndiye mhandisi mkuu. Musa ni mhandisi hapo anayekwenda kusimamia, na wale ambao pastor ametusomea hapo, wale waliokuwa wamechaguliwa wakapewa ustadi na Roho wake. Anajenga kwa uaminifu wote na anafuata kila maelekezo aliyopewa juu mlimani. Anajenga kwa ustadi na uzuri wote sawa sawa na alivyoonyeshwa. Na Biblia inataja mambo takriban 10 ambayo yanahusiana na ujenzi huu. Jambo la kwanza ni maskani yenye vitambaa mbalimbali, mapazia na sehemu zake, katika Kutoka sura ya 36 ile aya ya 8 hadi 38. Lakini jambo la pili, kuna sanduku ambayo
iona katika kitabu cha Kutoka sura ya 37 aya ya 1 hadi ya 9. Kitu cha tatu ni meza ya mikate ya uonesho katika Kutoka sura ya 37 aya ya 10 hadi 16. Lakini pia kulikuwa na kinara cha taa Kutoka sura ya 37 aya ya 17 hadi 24. Kitu cha tano ni madhabahu ya kufukizia uvumba Kutoka 37 aya ya 25 hadi 29. Kitu cha sita ni madhabahu ya sadaka ya kuteketeza. Haya ni vitu viwili tofauti, wengine wakati mwingine wanachanganya. Kuna madhabahu ya kufukizia uvumba, lakini kuna madhabahu ya sadaka ya kuteketeza ambayo inapatikana Kutoka 38 aya ya 1 hadi ya 7. Kitu cha saba ni birika la kunawia Kutoka sura ya 38 aya ya 8. Kitu cha 8 ni uzio uliokuwa unazunguka hiyo hema takatifu Kutoka 38 aya ya 9 hadi 20. Lakini kitu cha 9 ni vifaa vilivyotumika kwa ajili ya maskani Kutoka 38 aya ya 21 hadi 31. Na 10 ni ambapo tunapata katika Kutoka sura ya 39 ikiendeleza ikitoa maelezo ya naivera, kifuko cha kifuani na vipande vingine vya vazi la kikuhani. Hivi ndivyo vitu 10 ambavyo vilijumuishwa katika ujenzi wa maskani. Na huduma za hema hili zilikuwa ni masomo kielelezo. Masomo kielelezo ya Injili yanayodhihirisha mpango wa Mungu, mpango mkamilifu wa ukombozi wa mwanadamu. Na huduma katika hema hii ambayo Mungu anataka ajengewe na inajengwa, ilikuwa na huduma za aina mbili. Kulikuwa na huduma za aina mbili katika maskani hii ambayo ilijengwa. Kulikuwa na huduma zilizokuwa zinafanyika kila siku, huduma za kila siku kwa mwaka mzima. Lakini kulikuwa na huduma zilizokuwa zinafanywa mara moja tu kwa mwaka, pale ambapo kuhani mkuu mwenyewe alikuwa anapaswa kuingia katika patakatifu hapa mara moja tu. Na anasema kwamba kupitia huduma za kila siku, Mungu katika ile ukurasa wa 164 katika mwongozo wetu anasema katika aya ya 3, anasema kupitia huduma za kila siku za patakatifu, Mungu aliwahakikishia wale waliotubu kwamba aliwasamehe dhambi zao na kuwapa wokovu kwa neema. Ili kupokea kipawa hiki cha wokovu, kafara ilipaswa kutolewa, na kafara hizi zilielekeza katika kifo cha Masihi ambaye damu yake yatusafisha dhambi yote, katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza 1 aya ya 7. Ungamo la dhambi na kukubali vazi la haki ya Kristo ulikuwa katika kiini cha kipawa hiki. Soma Zaburi ya 32 1 na 2. Kwa njia hii mwenye dhambi aliyetubu alihakikishiwa msamaha na angeweza kufurahia wokovu. Huduma ya pili ambayo ni ya kila mwaka ilifanyika katika tarehe ya 10 ya mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiebrania. Huu mwezi uliangukia katika kalenda ya Gregorian calendar, kalenda yetu ya Grigori ni mwishoni mwa Septemba, kama sasa hivi kuangukia mwezi wa 10. Na ndipo tarehe 10 mwezi wa 7 kuhani mkuu aliweza kuingia katika patakatifu pa patakatifu. Inashangaza kwamba hata Musa mwenyewe aliingia hapa mara moja tu, siku ile ilipokuwa inawekwa wakfu. Baada ya hapo, kwa sababu ni Mungu wa utaratibu, akiweka kwamba tanda wewe majukumu yako ni haya, ndio anatamani yaheshimiwe hapo. Hakuna mtu aliyeweza kuingia. Hata katika huduma za nje huku za kila siku, patakatifu pa kwanza, kuna walioteuliwa ambao Mungu alikusudia wafanye kazi hiyo. Kuna hata waliokuwa wanafagia, kuna waliokuwa wanabeba vyombo. Hakuruhusiwa. Nakumbuka kisa cha Uza. Yeye alikuwa jukumu lake kugusa lile sanduku. Alipogusa, kwa sababu alikuwa na nia njema, Uza kusaidia, aliona kama linataka kudondoka sanduku kwenye wale ng'ombe waliokuwa nakokota, lakini sio yeye hakuwa amepewa hilo jukumu. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa utaratibu. Katika siku hii muhimu ni kuhani mkuu peke yake aliingia katika patakatifu pa patakatifu kufanya upatanisho. Watu wa Mungu katika siku hii walikuwa wameacha kufanya kazi. Hii ilikuwa inaitwa Sabato. Waliacha kufanya kazi. Walipeleleza mioyo yao, walijinyima, wakamlilia Mungu kwa ajili ya dhambi zao ili waweze kusamehewa. Mawazo yao yalikuwa yamekitwa kwa Mungu na neema yake inayookoa. Na hii inatupa picha ya jinsi Mungu anavyoshughulikia na kutatua tatizo la dhambi, na inatupa picha kamili ya Yesu Kristo.
ambaye yuko katika hema iliyo bora zaidi kule mbinguni, akihudumu kwa niaba yetu, ambaye kwa kazi yake hatimaye Mungu ataleta suluhisho la mwisho lililo bora kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu wote wanaompokea kwa neema, na kukamilisha swala la mpango wa wokovu na kurejesha vitu vyote mbinguni na duniani. Familia ya Mungu itaunganika tena kwa njia ya Yesu Kristo. Asante sana Mchungaji Benedicto, baada ya kutueleza mambo muhimu ambayo yalikuwa yanahitajika katika hema hiyo takatifu, ile mambo 10. Nirejee tena kwako Mchungaji Mika. Unajua somo hili ni la muendelezo. Ni matukio gani hasa matatu ambayo andiko la Biblia linasema kwamba kazi ilimalizika? Utatueleza hayo matukio. Lakini sasa hapo kwenye ilimalizika, hasa mahususi katika somo la juma hili, kazi ilimalizikaje? Utatueleza sasa ilimalizika, lakini pia ilimalizikaje. Karibu sana Mchungaji Mika. Asante. Nimevutiwa na hii injili aliyokuwa anahubiri Pastor Benedicto. Ndio. Injili ya patakatifu. Yaani Mungu ni wa ajabu sana. Anatumia vielelezo vya pekee sana ili tuelewe. Ndio. Asiwepo mtu ambaye atakuja aseme kwamba hajaelewa kuwa dhambi ni mbaya. Na hajaelewa kwamba mtu akitubu anasamehewa. Na hajaelewa kwamba Mungu hatimaye atawaadhibu waovu wote. Na hajaelewa kwamba hatimaye Mungu atatupeleka nyumbani. Na anatumia vielelezo na kutushirikisha. Kwa kweli hii ni moja ya masomo ya pekee sana. Sura ya 40 mwenyekiti inaweza kwanza nijibu swali kwamba ni kwa mujibu wa mwongozo wetu ni katika matukio matatu ndipo pana maandiko ya Biblia yanatumia neno kazi ilimalizika. Bila shaka la kwanza ni Mungu alipomaliza kazi yake ya uumbaji. Lakini jingine ni hili nalo linaonekana kutamka kwamba kazi ilimalizika. Na mwongozo wetu unapendekeza kwamba na wakati Sulemani akiweka hekalu lake wakfu, lile hekalu alilojenga tunaliita la Sulemani, lakini hekalu la Bwana. Ndio. Kazi ilimalizika. Sasa sura ya 40 aya ya kwanza anasema, Bwana akanena na Musa na kumwambia, siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza utaisimamisha hiyo maskani ya hema ya kukutania, nawe utatia ndani yake sanduku ushuhuda, nawe utalisitiri hilo sanduku na kadhalika. Aya ya 34 labda nisome 34. Ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani, wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapa lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote, bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena, kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Mwenyekiti, inahitimishaje? Sasa zoezi nimemsikiza pastor na kuangalia mwongozo wetu unapendekeza kwamba walitengeneza kwanza vile vitu mbalimbali kama alivyokuwa na vitaja vile 10. Alafu wakaja kufanya zoezi za kuviassemble, kuviunganisha. Sasa inapounganishwa vizuri, imekamilishwa. Musa alikuwa ameelekezwa, mwezi ulikuwa umepita. Nadhani hii ni tarehe ya mwezi ya kwanza ya mwezi wa pili. Angalau mwezi tangu walipotoka Misri. Musa anaambiwa sasa ana jukumu la kuiweka wakfu. Na vinawekwa wakfu vitu vyote. Unajua mle nani walishona nguo mpaka za kuhani, mpaka zile na ivera, mpaka mapazia, kila kitu chake kimekamilishwa. Musa anapewa jukumu la kuviweka wakfu. Anasema anaviweka wakfu akipita kote. Ndio pastor amesema aliingia mpaka patakatifu. Kwa mara hii nafikiri ilikuwa ya kwanza na ya mwisho. Maana baada ya pale hakuruhusiwa tena. Akaingia ndani, akaja patakatifu, akatoka nje, akaja sehemu za madhabahu, kaja kwenye huku, kila mahala.
kila eneo lote akaliweka wakfu kwa Bwana, akawaweka wakfu. Kuna mahali ametaja akawaogesha akina Haruni, akawavisha yale mavazi yao, yeye kama kuhani mkuu pamoja na wanae. Kila kitu, huduma iko tayari kuanza. Na anasema alipokuwa amemaliza zoezi lile, inaonekana wingu likashuka, likafunika ile hema. Utukufu wa Bwana ulikuwa mkubwa kiasi kwamba Musa hata hakuweza kuingia. Ilitokea hivyo nafikiri pia kwa Sulemani wakati wa kuweka lile hekalu wakfu. Sasa wanakaa nje kwa sababu Bwana amekaa na hii hema iko katikati. Kilio ambacho Musa alikuwa amemlilia sana Mungu. Anamwambia, nakusihi usitutoe hapa kama hutaenda nasi. Bwana sasa amemuonyesha, si kwamba tu utakuwa unanisikia niko hapa, niko katikati, katikati yao. Na ishara hii ya wingu lile kufunika, na anasema halikutoka, lilikuwa linakuwa pale mchana, lilikuwa linakuwepo usiku, na kuwa ni moto. Na nikapenda zaidi namna inavyofanya kwamba wingu likiinuka ndipo wanaanza safari, likitulia wanaweka hema zao wanakaa. Yani ndilo lilikuwa linawaambia. Maana yake Bwana si kwamba tu yuko katikati yao, lakini anawaongoza. Tulisema kwenye somo lililopita au ile jingine kwamba ile ya yeye kukaa nje ya kambi, wanaenda kule kwenye hema ya kukutania, ilikuwa hata inafanana na watu wa mataifa. Mungu yuko mbali na watu wake. Na Waisraeli au Musa na watu wake walichokuwa wanataka ni uwepo wa Mungu kati yao. Hata ingekuwa mimi nisingetamani akae mbali. Maana anaweza kuleta chakula, anaweza kuleta joto wakati wa usiku jangwani, maana ni jangwa hili, baridi ya kutisha. Mchana ni kivuli, tunatembea tena kwenye nani nzuri, chakula analeta toka mbinguni. Hivi unataka aendeje? Anaweza kusamehe nikikosea, nikiungama pale na samehewa na kaa na amani. Kwa hiyo ilikuwa kitu cha pekee ambacho walikihitaji. Mwenyekiti, nilipenda ibara ya mwisho kabisa ukurasa wa 165. Anasema Mungu kujaza maskani kwa utukufu wake, kama inavyosema Kutoka 40:34, ulikuwa ni kilele cha utukufu wa matukio yaliyoanza kwa kuzaliwa kwa Musa na kuendelea na kushindwa kwa miungu ya Wamisri wakati wa mapigo 10 na kuondoka Misri na kushindwa kwa jeshi la Misri, na hatimaye kwa ufunuo wa Mungu juu ya mlima Sinai. Napendekeza, najua hata leo tunapenda kuona makanisa mazuri. Lakini kikubwa zaidi tunatamani Mungu akae humo ndani. Tunapenda kuona ibada nzuri nyumbani. Lakini kizuri ingekuwa Mungu anakaa kwenye ile ibada yetu. Tunapenda kuitwa watu wa Mungu, lakini kizuri zaidi ingekuwa vizuri zaidi Mungu angekaa ndani ya mioyo yetu. Asante sana mchungaji Mika kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Mungu aweze kukaa ndani yetu. Nirejea tena kwako mchungaji Benedicto. Tunapokuwa tukiendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, na baada ya kuangalia hayo matukio matatu, Yesu kufanyika mwili kuna fananishwaje? Yesu kufanyika mwili na Mungu aliyekaa na Waisraeli huko Sinai, na hata pia jangwani kule walipokuwa wakisafiri kwenda nchi ya ahadi. Lakini hasa lengo ni jaribu kutueleza kwamba Yesu kufanyika mwili kuna fananishwaje na Mungu aliyekaa na Waisraeli huko Sinai na jangwani pamoja na sehemu mbalimbali. Karibu sana mchungaji Benedicto. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 1 fungu la 10 aya 14 inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Na hii sayansi ni sayansi ya pekee sana. Fumbo hili la Yesu kuchukua mwili wa kibinadamu ni kitu ambacho miaka yote ya umilele haiwezi kutosha kuelewa. Ndio maana hata sasa hivi wanadamu wengi wanapambana kutaka kuelewa swala la Yesu kutoa mwili wa kibinadamu. Lakini Yohana anasema kwamba kwa kujivika kwake mwili wetu anakaa nasi kwa namna iliyo dhahiri sana. Na hii hapa Mungu Yesu anafanana na Mungu wa Agano la Kale. Mungu ambaye alikaa pamoja na Israeli katika hema takatifu
kule Sinai na hata katika safari yao yote ya jangwani wakielekea katika nchi ya ahadi. Ni jambo la kuvutia sana kwamba Mungu wa milele anaamua kushuka kwetu kuwa mmoja wetu ili kutudhihirishia, kutuhakikishia kwa hakika kwamba yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Na habari njema ni kwamba hata leo shauku yake bado ni kukaa na sisi. Na ndio maana katika kitabu cha Mathayo 18:20 anasema watu 2 watatu wanapokusanyika kwa jina lake, yeye anakuwa hapo hapo katikati yao. Na Yesu anakuwepo katikati ya watu wake kwa njia ya kuwepo kwa Roho Mtakatifu. Na ndio maana katika kitabu mafungo ambayo pia ninayapenda sana, Ufunuo sura ya 3:20 anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akiisikia sauti yangu na akafungua mlango, mimi nitaingia kwake, nami nitakula naye na yeye pamoja nami. Huu ni mwaliko wa pekee sana. Yesu anahitaji kuingia ili afanye urafiki, afanye makao na sisi. Lakini hatimaye Mungu atakaa pamoja na watu wake katika mji mzuri. Mji ambao umejengwa kwa ustadi ambao hauelezeki. Mji ambao wote kwa ujumla wake ni hekalu, na katika ulimwengu ambao usio na dhambi wala kifo. Ndio maana Yohana Ufunuo anasema nikaona mbingu mpya na nchi mpya, maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nasema naona mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka kwa Mungu, umepambwa kama bibi harusi, umewekwa tayari. Na anasema fungu la 3 ya Ufunuo 21:3 anasema, akasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi kisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja na watu wake. Hatimaye Mungu atakaa na watu wake milele. Mimi shauku yangu ni kuwepo katika makao haya ambayo Mungu amefanyia wanadamu ambao watakombolewa. Sijui shauku yako, natamani iwe ni shauku ya kila mmoja tuwepo katika makao haya Mungu akifanya maskani pamoja na watu wake. Mimi nashukuru sana. Tunapomaliza somo letu hili, Mchungaji Mika, tunapofikia ukingoni kabisa, somo la hili linabainishaje kwamba kukaa pamoja na Mungu kunatanguliwa na ile tendo la ukombozi? Karibu sana mchungaji. Mwenyekiti, inanikumbusha kwamba Mungu alisema aliwatoa Waisraeli Misri ili awalete kwake. Kwa hiyo Mungu anawakomboa ili awalete akae katikati yao. Ndivyo alivyofanya kwao, na ndivyo anavyofanya kwa wote anaookoa kutoka kwenye dhambi. Akikuokoa kutoka kwenye dhambi, sasa njoo mruhusu akae ndani yako, ufurahie ukombozi na ufurahie mema aliyokuandalia. Asante sana Mchungaji Mika, na nikushukuru sana Mchungaji Benedicto kwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Na kabla ya kwenda kupata ombi la mwisho, na kukumbusha, hakikisha unapata mwongozo wako kujifunza Biblia katika robo ijayo, Yoshua. Ambatana pamoja nasi katika kitabu cha Yoshua. Nikuombe Mchungaji Benedicto uweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakutukuza kwa safari ya majuma 13 ya kujifunza kitabu cha Kutoka. Natamani masomo haya ambayo ni ya pekee sana yaweze kugusa mioyo yetu na maisha yetu, yakatubadilishe. Tukuone kama Mungu mwenye kujali, mwenye kutupenda, unayetaka kuwa nasi, haijalishi, haidhuru hali yetu ikoje. Asante kwa namna ambavyo umetufundisha. Utusaidie kukupenda, utusaidie kukupatia makao katika mioyo yetu, na utusaidie kupiga vita vilivyo vizuri ili tuwe raia wa ufalme wako ambao hivi karibuni utaleta kwa ajili ya wale waliokombolewa. Jina lako litukuzwe, tunaomba kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Amen.